Tunaungana sasa na mwanahabari wetu Macharia Mbugwa ambaye yuko katika kaunti ya Siaya kutujuza mengi zaidi. Macharia. Tuko katika boma la baba Raila Amolo Odinga, Opoda Farm, ambapo shughuli ya kuipokea mwili ya baba ambayo inatarajiwa kutua katika boma hili, ikizingatiwa kwamba mipango ya kamati ya mazishi inaelezea kwamba mwili wa baba na pia kwa mila mwili wa baba unafaa kutua na kulala katika boma lake hapa mji wa Bondo. Lakini ieleweke ya kwamba licha ya hiyo yote, shughuli ya mapema ilikuwa ni kwamba mwili huo ukitua katika mji huu wa Bondo ulifaa kwanza kufika katika boma lake kabla ya kuenda kwa mipango ya wenyeji na wale waombolezaji wa mji huu wa Bondo au kaunti ya Siaya kupata nafasi yao pia ya kuona mwili wa baba. Lakini licha ya hayo yote, mipango kabambe ilibidi ibadilishwe kidogo kwa sababu wale waombolezaji waliweza kufurika katika boma hili, na hivyo kulazimisha wale ambao wanafanya mipango ya mazishi kuweza kujaribu tu kuondoa mwili huyo wa baba na kufanya kwanza kutekeleza shughuli ya kuwezesha mambo ya kupeleka mwili hiyo wakazi waweze kuona mwili huo. Licha ya hiyo, viongozi mbalimbali wameweza kutua hapa, ikiwa ni viongozi kutoka maeneo tofauti, ikiwa ni viongozi kutoka Bonde la Ufa ambao wameweza kuleta kuomboleza na familia hii na kuweza tu kuwafariji kwa njia ya kuleta ng'ombe 80 ambayo ni ashiria tu ya miaka ya baba. Lakini kwa sasa, kwa sababu naona naungana naye gavana wa kaunti ya Kisii, Gavana Simba Arati, ni siku ambayo tuseme kidogo viongozi leo ndio wamepata nafasi, licha ya muda kidogo ambayo tuliweza kupata ya kutekeleza mazishi haya ya baba Raila Amolo Odinga. Kama kiongozi na mmoja wa chama cha ODM, je, nahisi vipi? Kwanza nataka nipeane pole zangu kwa wananchi wote watukufu wa Kenya, haswa kwa familia ya baba Raila Amolo Odinga. Nataka kusema kwamba ni machungu. Sijasema kutoka Lale, sijasema lolote. Nataka niseme kwamba hii nafasi yangu ya kwanza kuongelesha vyombo vya habari kwamba mimi na baba ajari kabla hata jasafiri tulikuwa tusafiri pamoja, lakini vile mambo imetokea ashalala. Ile nataka nisema kwamba ni kitu cha uchungu sana. Baba hajakuwa mgonjwa. Ile ugonjwa kidogo kuna wagonjwa wamekuepo, lakini mzee amelala. Tunasema kwamba alale salama. Hapa nyumbani tulikuwa na yeye karibu mwezi mmoja uliopita. Aliniita, nikatoka Nairobi, tukakuja tukaketi, tukakuwa tunaongea mambo ya kitaifa. Kwa hivyo mimi nasema kwamba ninasikitika sana kwa sababu imetokea, lakini nataka niulize wananchi watukufu, especially kesho tunapo mlaza kule kaburini, kwamba tukue na amani, na naulize vyombo vya madola vikubali vihakikisha kwamba atupotezi mtu yoyote. Leo nimefurahia kwamba askari wamefanya kazi nzuri, kwamba kule Mamboleo Stadium hakutokea na maafa yoyote. Yale ambayo yalitokea Nairobi yangefanyika. Lakini naomba kwamba pia kesho, kwa sababu watu ni wengi, jioni sasa ukikuja pande hata kuingia utashindwa. Lakini nataka niseme kwamba baba amekuwa ni kigezo kikubwa cha amani nchi yetu. Vile vile amekuwa ndiye mpiganizi ama mpigania ugatuzi, ambapo sisi kama magavana na nchi mzima inaona yale ambayo kando na wizi ambao inawezekana kwamba unafanyika na watu kidogo. Lakini nataka kusema kwamba baba amehakikisha kwamba ameacha nchi mahali imefika. Na nataka nimwambie baba kwamba unapokwenda baba, sisi tutaendelea kushikilia bendera yako, na chama chetu cha ODM kimekuwa na nguvu, na nataka nihakikishe kwamba kitakuwa na nguvu kuendelea mbele. Labda gavana, umekuwa mmoja wa rafiki wa karibu na baba Raila Amolo Odinga. Labda unaweza tueleza wakati ambao umekuwa naye, wakati ambao wewe huwezi yasahau, ama funzo ama ile tu kutangamana naye, ni nini kikuu ambacho huwezi sahau wewe kama gavana? Wacha niseme kwamba baba kwanza, yeye ni mtu haezi sahau. Ako na kumbukumbu zote. Kumbukumbu ya makabila zetu karibu 43 anazo kwa mkono ama kwa vidole zake. Ile akili mzee alikuwa nayo ya memory
hakuna hata sisi wale ambao ni wadogo, sisi ambao ni wachanga, hatuwezi fikia kwamba kumbukumbu mzee alikuwa nayo. Ilikuwa ni kumbukumbu ambayo ilikuwa ni safi. Ataelezea historia ya kila kitu. Pili, unajua ni mkamavu sana. Baba angekuwa amekufa, wale wanaolia sasa sana, wengine ni wale walikuwa wanataka kwamba akufe. Angekuwa amekufa zamani, lakini kwa neema za Mungu amehakikisha kwamba amefika katika miaka 80. Na tunasema kwamba baba, unapokwenda tutashikilia bendera yako vilivyo. Labda gavana, unaweza tueleza, tuzungumza na taifa na utuelezee je, wazo lako, wasia wako kwa taifa zima kuhusiana na kifo cha baba na kile ambacho ungeweza kupendekeza pia kwa viongozi wenzako na Wakenya kwa jumla ni lipi? Mimi nataka niseme kwamba tafadhali Wakenya watukufu, siku ya Jumatatu, kwa sababu tunasherehekea Mashujaa Day, siku hiyo inafaa kwamba tuiweke kando kusherehekea shujaa ambaye ni Raila Amolo Odinga. Mashujaa wengine wamekuepo, lakini kando na wale wengine wote, nauliza kwamba kaunti 47 mahali popote ambapo utakafanya zile sherehe, hiyo sherehe ikuwe ni kusherehekea mtu ambaye alileta demokrasia. Tukiwa shuleni, baba nikizaliwa 81 baba amekamatwa. Leo hii tunasherehekea matunda ya baba. Nataka niseme kwamba Wakenya tumkumbuke na tusife moyo, kwamba mahali ametufikisha hakuna mtu ataturudisha nyuma. Mahali ametufikisha hakuna mahali tutarudi nyuma. Tutaendelea na safari hii kuelekea mbele. Labda wito kwa uongozi na viongozi wenzako. Nataka niseme kwamba serikali tunataka tushukuru Mheshimiwa William Ruto kwa kuonyesha heshima hii amempea baba. Tunajua kwamba ndio wametumia kiegezo kwamba alikuwa ni waziri mkuu, lakini ile ilikuwa ni kupita tu. Lile baba amefanya katika nchi yetu ni kubwa kuliko lile ambalo alilofanyika. Lakini nataka tunashukuru Mheshimiwa William Ruto kwa lile amefanya heshima kubwa kuhakikisha kwamba baba amepewa heshima hii na maziko ya kitaifa. Waheshimiwa wengine, viongozi wengine, wadogo kwa wakubwa, nataka niwaulize tafadhali tuige mfano huu. Baba utaona simu yake inalia kutoka asubuhi, hata alikuwa ametengeneza power bank nyuma ya simu yake. Kwa hivyo nataka niseme kwamba tukue tayari, tusameane, tupate kuelekea mbele. Na wakati mwingine siasa hii si vita. Ni utafutiano ya mawazo na vile vya kufikiria. Kwa hivyo mimi nataka niulize tafadhali, ndugu wapendwa na dada wapendwa wananchi, nchi ni yetu, tuilinde na tusirudi nyuma wakati wowote ule. Asante sana gavana. Huyo tumezungumza naye ni gavana wa kaunti ya Kisii, ambaye ameweza kutueleza tu wito ule ambao tumekuwa tukifanya, ambao viongozi wengine pia wameweza kupitiza wito wa amani, na pia akishukuru wakazi wa kaunti hii ya Siaya na eneo na mji wa Bondo kwa kujitokeza na kuonyesha amani, ikiwa ni wito pia ya mama Aida Odinga na wale wengine wote ambao wanafanya mipango hii ya kumpa baba maisha yake, kumpa baba safari yake ya mwisho. Imekuwa ni wito ya kwamba tuonyeshe heshima kubwa, si heshima tu kwa Wakenya, si heshima kwa jamii ya eneo hili, lakini heshima kwa ulimwengu mzima. Kwa sasa naregesha kwako, lakini tunatarajia mwili wa baba utakuwa ukifika katika boma hili muda wowote kutokea sasa, na tutakuwa tukipaperusha moja kwa moja na kikosi kizima cha NTV tukiwa katika boma hili la Opoda Farm. Na asante sana Macharia Mbugo kwa taarifa hiyo.